Katika historia ya binadamu, yapo masimulizi ambayo hata yakisimuliwa mara 100, bado akili ya mwanadamu hukataa kuyaamini. Moja ya simulizi hizo ni ya Edward Mordrake, kijana Mwingereza wa karne ya 19 ambaye jina lake limeendelea kuzungumzwa kwa zaidi ya karne moja kutokana na jambo moja la ajabu. Alizaliwa akiwa na sura 2. Edward Mordrake anatajwa katika simulizi nyingi za kihistoria kama mtu aliyekuwa akitokea kwenye ukoo mashuhuri na wenye hadhi kubwa nchini Uingereza. Inasemekana familia yake ilikuwa na elimu, heshima na ushawishi mkubwa katika jamii ya wakati huo. Lakini badala ya kukumbukwa kwa mafanikio au mchango wake katika jamii, Edward alibeba mzigo wa maisha yake yote, uso wa pili uliokuwa kisogoni mwake. Edward Mordrake alizaliwa mwaka 1887 katika kipindi ambacho sayansi ya tiba. Licha ya kutoka katika familia yenye hadhi, maisha ya Edward hayakuwa ya furaha. Alikuwa kijana mwenye akili na kipaji, lakini alijitenga sana na jamii. Aliepuka mikusanyiko ya watu, aliishi maisha ya upweke na alionekana kubeba huzuni nzito isiyoelezeka. Edward mwenyewe aliwaambia madaktari na wale waliokuwa karibu naye kuwa nyakati za usiku, pale dunia iliponyamaza, uso wa pili ulikuwa ukimnongoneza maneno ya kutisha. Kwa mujibu wa simulizi zake, maneno yale hayakuwa ya kibinadamu, yalikuwa kama sauti kutoka kuzimu. Alidai kuwa sauti hizo zilimwambia mambo mabaya, zikimcheka, zikimkumbusha maumivu na kumfanya ashindwe kupata usingizi. Katika jitihada za kumsaidia, madaktari wa wakati huo walimchunguza kwa muda mrefu. Hata hivyo, walishindwa kufanya uamuzi wa kumfanyia upasuaji wa kuondoa sura ya pili kwa sababu iliunganishwa karibu sana na ubongo, kulikuwa na hatari kubwa ya kifo, sayansi ya upasuaji haikuwa imeendelea vya kutosha. Edward mwenyewe aliomba mara kadhaa afanyiwe upasuaji huo, akisema kuwa angependelea kufa kuliko kuendelea kuishi na kile alichokiita laana. Lakini madaktari walishindwa kuchukua hatua. Mwaka 1910, Edward Mordrake alifariki dunia akiwa bado kijana. Chanzo cha kifo chake kimeendelea kuwa kitendawili zito. Simulizi maarufu zaidi zinasema kuwa alikumbwa na msongo mkubwa wa mawazo, alishindwa kuhimili mateso ya kisaikolojia, hatimaye aliamua kujiua. Hadithi nyingine zinasema kabla ya kifo chake, aliomba uso wa pili uondolewe baada ya kifo chake ili usiendelee kumnongoneza hata kaburini. Edward Mordrake amebaki kuwa mfano wa mpaka kati ya sayansi na simulizi, kati ya uhalisia na hofu. Iwe alikuwa mtu halisi au hekaya iliyokuzwa na jamii, simulizi lake linatukumbusha kuwa sio kila mateso yanaonekana kwa macho. Baadhi ya mapambano makubwa ya binadamu yako ndani ya akili